Kitabu cha Luka mlango wa 19. Luka mlango wa 19 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Naye alipoingia Yeriko, akapita katika kijiji, akapita katikati yake. Natazama palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walimnung'unikia wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu wa dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila anamrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu ni mwana wa Ibrahim, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Amen. Tukae. Hallelujah. Kichwa cha somo leo kinasema Mungu upendezwa na moyo wa toba. Mungu upendezwa na moyo wa toba. Na ningependa niongelee mambo mawili hapa. Kitu cha kwanza, toba. Toba ni inatokana na neno la Kigiriki metanoia. Metanoia ni muunganiko wa maneno mawili. Neno la kwanza ni meta. Tafsiri ya meta ni kubadilika kutoka hali moja kwenda hali nyingine. Ni kitu kilichobadilika kutoka hali moja kwenda hali nyingine. Kutoka namna moja kuongea na kuongea kivingine. Kutoka tabia moja kwenda tabia nyingine. Kwa hiyo meta ni mabadiliko. Alafu ile noia ambayo inatamkwa ni nous, ni akili, ni fikra, ni mtazamo, na ni akili, fikra ama mtazamo ama ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukiunganisha hiyo inakuja metanoia, ambayo tafsiri yake ni toba. Kwa hiyo basi toba ni ile hali ya mtu kubadilika kutoka katika namna moja ya tabia kwenda namna nyingine. Kutoka katika namna moja ya kufikiri kwenda namna nyingine. Kufikiri tofauti na alivyokuwa anafikiri mwanzoni. Kuongea tofauti na alivyokuwa anaongeaga mwanzoni. Kuishi tofauti na alivyokuwa anaishi. Ndio tafsiri ya toba. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na moyo wa toba. Ili swala la moyo, kila mtu anajua moyo. Ningependa kuzungumzia moyo kwa kutumia kitabu cha Ezekiel mlango wa 11 mstari wa 12. Ezekiel 11:12. Bwana apewe sifa. Biblia inasema hivi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Bwana, kwa maana hamwendi katika amri zangu wala hamkuzishika hukumu zangu, bali mmetenda mambo kama hukumu za mataifa wanaonizunguka. Ezekieli 36:26. Ezekieli 36:26. Biblia inasema, Ezekieli 36:26, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama,
nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Bwana apewe sifa. Pale kwenye Ezekieli 11:12 Mungu anaongea na wenye roho ngumu, wenye shingo ngumu, wenye mioyo migumu, wasiosikia, wasioshaurika, wasioonyeka. Hapa kwenye 36 anasema nimegundua shida ninyi, mioyo yenu ni migumu. Nataka niwape moyo laini wa nyama, ambao mkihubiriwa mtatetemeka, mupokee na kubadilika. Nimegundua ndani yenu mna maroho ya asili ya dhambi, asili ya uovu. Kwa hiyo nitaondoa ndani yenu, niwape roho wangu ili muweze kubadilika. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kichwa cha somo kinasema Mungu anapendezwa na moyo wa toba. Yaani Mungu anapendezwa na moyo ambao ni mwepesi kubadilika. Katika kitabu tulichosoma cha Zakayo, Zakayo alisamehewa dhambi zake. Lakini angalieni, ni wapi Zakayo amesema nisamehe? Hakuna mahali anasema Yesu nisamehe, nimetenda dhambi. Hakuna mahali ameomba sijui kwamba Zakayo aliachilia tu promise. Akasema Bwana, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yaani unajua Zakayo amefanyaje hapo? Hapo Zakayo amefanyaje? Sema ametubu. Hawajanielewa. Yaani mimi nilikuwa na dhulumu, nimeonea watu. Bwana Yesu, kuanzia sasa nimeamua, nimebadilika. Narudisha vitu vya watu, na sirudishi tu, narudisha na faida. Na sitaendelea katika hilo jambo. Hallelujah. Kwa nini Zakayo amefanya hivyo? Kwa sababu kuna viwango amekutana na Yesu, moyo wake ukapondeka, roho Mungu akaingia ndani yake, akaona hakuna sababu ya mimi kuendelea katika hii hali. Nimeamua kubadilika. Na hiyo ndio toba inayogusa moyo wa Mungu. Hallelujah. Kuna tofauti ya toba na kuomba msamaha. Bwana asifiwe. Sio kila anayeomba msamaha ametubu. Mtu anayeomba msamaha, huwezi jua anakuwazia nini. Midomo yake inaweza kusema nisamehe, nimepitiwa. Uko rohoni anawaza jichanganye tu unirudishe kwenye hii biashara. Nikiiba sasa hivi sikuachia hata 100. Ni mfanyakazi wako amekukosea, unataka kumfukuza. Roho inauma, anasema yani akinifukuza kwa sababu ya hii laki nitaenda wapi? Hebu ngoja nijikombe anirudishe niibe milioni 10 kabisa, alafu akinifukuza niondoke na mtaji. Lakini anapokuwa mbele zako nisamehe, anatoa mpaka makomasi. Sasa huyo hajatubu. Ndani ya moyo wake hajatubu. Hajabadilika chochote. Hila yake na uovu wake na wizi wake upo pale pale tena na zaidi. Lakini midomo yake inaomba. Na ndivyo tulivyo wa Kristo. Kutubu Bwana haitaki maneno mengi, inataka maamuzi. Hallelujah. Kwa hiyo Zakayo hakuwa mtu anayeomba msamaha, alikuwa ni mtu ambaye amechagua kutubu, kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, wewe je, moyo wako ni wanyama au moyo wako ni mgumu? Je, wewe toba yako ni ya maneno au toba yako ni ya kubadilika? Basi tukitaka kujifunza kutoka kwa Zakayo, unarudi nyuma, unaangalia umetoka wapi, uko wapi, umekosea wapi, unaelekea wapi, then unafanya kitu kinaitwa metanoia. Unabadilika kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Noia,
unabadilika fikra. Unapoamka asubuhi unawaza nini? Kabla hujalala unawaza nini? Mawazo yote mabaya unaacha. Nasema mtu mbaya na aache njia zake mbaya. Bwana apewe sifa. Mungu anapendezwa na watu wake wanapokaa ama wanapoutafuta uso wake katika viwango hivyo. Tuombe. Yesu, litukuze jina lako na ukafafanue, ukaeleze kwa kina zaidi. Na Mungu tujalie, kama ulivyowavua Waisraeli ile roho nzito, moyo wa jiwe ukawapa moyo wa nyama, na sisi Mungu utugeuze, utuondolee roho nzito, utuondolee mioyo migumu, utuvike roho wako, utupe mioyo ya nyama. Tunaposikia neno lako tutapata wepesi wa kutubu na kugeuka na kufanana na wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema